Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Nikishatoa haya maelezo machache, ndipo nitaomba sasa kuiruhusu documentary ambayo itakuwa inaeleza safari nzima ya suala hili la ndoa 130. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi ya Al-Hikma Foundation ni taasisi ambayo imesajiliwa chini ya wizara yako na chini ya idara ya usajili, chini ya msajili wetu na mlezi wetu mkuu kaka yetu Emmanuel Kihampa, na alhamdulillah ni taasisi ambayo inajitahidi kufata taratibu zote za kinchi, na kwa kuwa ni taasisi ya Kiislamu pia inafata taratibu za dini yetu pia. Wazo hili la kuwasaidia vijana ili kuwawezesha katika kuuaga ukapera na ubachela, hili wazo limezalika kutoka katika yale mashindano ya Qur'ani tukufu ambayo yanafahamika kuwa ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ulimwenguni, ambayo hufanyika kila mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya uwanja wa Mkapa na uwanja wa Uhuru. Watoto wa mjini wanasema baada ya watani wa jadi Simba na Yanga, waliojaliwa kujaza viwanja vile ni taasisi ya Al-Hikma Foundation katika yale mashindano yake makubwa. Kwa kuwa jamii yetu ya Kiislamu na ya Kitanzania imekuwa na imani kubwa sana na taasisi hii, rais wa taasisi huyo uliokaa naye pembezoni mwako, Sheikh Sharif Abdul Qadir, ambaye ni mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiukoo, amekuja na idea akasema, hawa hatuwezi kuwalipa sisi. Huwa tunawaita kuja katika viwanja hivyo, wanatuitikia bila ya kuwapelekea magari wala kuwapa nauli wala chochote. Kwa nini kila mwaka tusitangaze kufanya jambo kwa ajili ya jamii yetu? Ndipo fikra likaanza mwaka 2023 kwa agizo lake kama rais wa taasisi. Mimi kama mkurugenzi mkuu wa taasisi nilisimama na kutangaza mwaka 2023 ya kuwa tutaozesha vijana 70, ambapo gharama za mahari zao zote na suala zima la ndoa kama unavyoona, ukumbi, mavazi, chakula, vinywaji, makameraman, kila kitu tumekuwa ni wenye kubeba sisi. Kisha tukaingia ndani ya mwaka 2024 tukiwa kule kwa Mkapa, tukatangaza tena na mwaka huo tutaozesha vijana 100. Jumla wakawa ni 170. Mwaka 2025 ambapo ni mwaka jana, Mwenyezi Mungu ametujalia na kutufungulia zaidi, tukaozesha vijana 200. 100 tukapeleka nchini Burundi, jijini Bujumbura, na 100 tukazibakisha hapa nyumbani. Kwa hiyo utaona 2023 tuliozesha vijana 70, 2024 tuliozesha vijana 100, 2025 tukaozesha vijana 200, na mwaka huu ikiwa ni mwaka wa 4 mfululizo na ni mara ya 5, ndoa ya 5, tumeozesha mbele yako ndoa 130, ambapo hadi sasa idadi ya vijana tuliojaliwa kuwasaidia na kuwawezesha katika suala zima la kuwaozesha na kuwalipia hizi gharama ni vijana 500. Ukichanganya na hao wake zao
maana yake hadi sasa tumewezesha kuozesha vijana 1000, kwa sababu bwana harusi hawi bwana harusi mpaka na bi harusi awepo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, labda niseme leo kwa nini taasisi ya Al-Hikma Foundation imependa kufanya jambo kama hili. Mosi, ndoa kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi ni ibada kubwa sana, na Mungu wetu mlezi wetu na muumba wetu huwa anaipenda ndoa kuliko maovu na machafu. Lakini tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuaga ukapera na ubachela. Tulichogundua, vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Kubwa kuliko mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ndoa hupelekea kulinda maadili yaliyomema katika nchi na katika jamii. Leo ukiangalia mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenyezi Mungu amekujalia Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuamini na amekukabidhi wizara nyeti kama hii, na sisi tunamwomba Mungu akusimamie, akusaidie ili uweze kumsaidia mheshimiwa rais na kutusaidia Watanzania kwa ujumla kupitia wizara yako. Wewe unajua, miongoni mwa mmomonyoko wa maadili huenda ukosefu wa ndoa pia hili linaweza likawa linachangia. Vijana wengi leo ambao wanashinda mitaani, panyarodi, pakarodi sijui, panyabuku sijui, wengi ukiwaangalia ni vijana waliokosa wazazi wawili wa kuwalea. Na katika nchi yetu kuna mtihani mmoja. Wanaume wengi tuna uhodari wa kuzalisha wanawake kisha kuwatelekeza. Watoto wengi hivi sasa wanalelewa na mama zao. Wamama ni wanyonge, wamama ni madhaifu. Wakati mwingine ulezi unaweza ukawashinda. Watoto wakishakuwa mabarobaro, wakishakuwa watu wazima kidogo, wanawazingua mpaka mama zao, hawawasikilizi. Mwisho utaona mmomonyoko wa maadili unakuwa ni mkubwa. Vijana wasiosikia la mkuu wamekuwa wengi. Sisi kama taasisi ya Al-Hikma Foundation tumeona miongoni mwa sababu na vyanzo vizuri vya kupunguza mmomonyoko wa maadili katika nchi ni kuwezesha ndoa kwa wingi na kwa wingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba sasa nikuambie ya kuwa hili jambo sio jambo jepesi, kwa sababu mchakato wake huwa tunauanza muda mrefu. Kwa mfano, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 katika mashindano ya Qur'ani tulipotangaza safari hii tutaozesha vijana 130, tukawawekea tarehe ya kuja sasa kuchukua fomu za maombi. Vijana waliokuja na waliojitokeza ni maradufu ya hawa waliopatikana. Hii nini maana yake? Maana yake vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuingia katika swala nzima la ndoa, lakini wamekosa watu wa kuwashika mkono kwa namna moja ama nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jambo hili huwa hatulipeleki kiholela, tunalipeleka rasmi, kwa sababu kwa Tanzania, na sisemi kwa fahari kwa sababu tumekatazwa kujifakhiri na kujisifia, kwa Tanzania ni taasisi ya Al-Hikma Foundation ndio ya kwanza iliyoanzisha suala zima la kufungisha ndoa za pamoja. Na kwa sababu huu ni mwaka wa 4 na ni awamu ya 5 au mara ya 5, tumejaliwa kupata uzoefu au experience kidogo. Katika sasa uzoefu tulionao, huwa hatumuozeshi kila mtu, bali huwa tunaweka vigezo na masharti
katika kuliendea jambo hili. Kwa haraka haraka, mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa, na wanawake walijaa sana ofisini, kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku mapenzi ya miaka 2 mitatu, tunadanganyana, binti anataka kuolewa, bwana anamwambia sina uwezo. Wanawake wamekuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili, kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na asiwe huyo mwanaume. Sharti la pili lilikuwa anayetaka kusaidiwa katika jambo hili awe Mtanzania, kwa sababu taasisi pia ni ya Kitanzania na inalenga kuwasaidia Watanzania. Sharti la tatu tulisema huyu mwanaume anayetakiwa alipiwe mahari awe hana mke kabisa, bachelor. Asiwe kama shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Walidi, level 6 ana wake 4, au Shekhe Alhadi Musa Salum ndugu yake level 6. Wasiwe kama mashekhe hao. Kwa hiyo akija mtu anataka kuongeza mke, mheshimiwa mgeni rasmi, tunamwambia hapana, wewe huna tatizo sana, tayari una mke. Kwa hiyo moja ya masharti yetu, anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari hakikisha hana mke kabisa, ni bachelor. Hili ni sharti letu la tatu. Ama sharti la 4, tumesema anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahari awe tayari amekwisha anza hizi process na amekwisha posa, anania kuoa siku nyingi, anakwama kwenye mahari tu. Huyo yuko serious, tumwezeshe, kuliko yule ambaye anakurupuka baada ya kusikia tangazo letu. Huyo atakuja kumwacha binti siku yoyote. Sharti la 5, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa haraka haraka, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki. Hatutaki kumwozesha mtu ambaye hana kabisa hata kibarua, atamlisha nini, atampa taabu. Hata dini yetu ya Uislamu imekataza hilo. Mtume wetu anasema kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaul, yatosha mtu kuchuma madhambi pindi atakapokuwa anaitelekeza familia yake. Kwa hiyo tukasema vijana, hakikisheni muwe mna kibarua. Maana yake nini? Hawa wote hawa wana vyanzo vya kupata riziki, shilingi 2-3. Kinachowashinda nini sasa? Kinachowashinda pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Hizo ndizo zilizokuwa zikiwashinda. Tukaja na sharti la 6, mheshimiwa mgeni rasmi, anayetaka kusaidiwa na taasisi Al-Hikma Foundation awe amechukuliwa fomu na mwenzake na aijaze na airejeshe. Sharti la 7, awe amefanya usahili, kwa sababu tulikuwa tuna usahili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usahili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili, hatuwezi kumwozesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedata. Sasa katika interview, mheshimiwa mgeni rasmi, unazungumza na mtu unamwona maskini bwana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa hatuwezi kumwozesha. Tunataka binti aolewe mwanaume na mwanaume ambaye yuko timamu, na ndio maana tukaweka interview au usahili. Sharti la 8, mheshimiwa mgeni rasmi, awe tayari ndoa yake ifungwe pamoja na wenzake kama hivi leo. Ambaye hatakuwa tayari, anataka akaolee katika msikiti wake maalumu au nyumbani kwake au kijijini kwake, huyu ameshindwa katika jambo hili. Sharti la 9, awe amethibitishwa na imamu wa msikiti anaotokea, aseme huyu namjua, ampe barua, au mwenyekiti wa serikali za mtaa anapotokea. Mwisho tukasema ya kuwa wali, baba wazazi, baba mzazi wa mabinti au baba wa wazazi wa mabinti
akubali naye ndoa hii ya binti yake ije iozeshwe kwa pamoja na wenzake. Kuna wale wakataa, wanasema binti yangu yuko tayari aolewe, lakini desturi na mila za kwetu aje akunje goti nyumbani kwangu. Haya mambo kufungusha ndoa ya pamoja sisi hatutaki. Na sisi tukamwambia samahani, sharti moja wapo limekushinda. Kwa hiyo hawa 130 ambao leo unawaona wamekubaliana na masharti haya na ndoa za pamoja zimeweza kupatikana kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, sasa naomba niruhusu dokumentari fupi au makala mafupi yanayoonyesha mchakato ulivyokwenda, vijana walivyohangaika kwenda kupeleka mahari zingine zilikuwa ni furniture na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo naomba sasa vijana kule kwenye control room, naomba mtuashie dokumentari na ruhusa sasa mtuzimie taa, ili mheshimiwa mgeni rasmi walau apate walau kifilamu kidogo namna mchakato wa jambo hili lilivyokwenda. Karibuni sana. Hadi hivi tunavyozungumza, Al-Hikma Foundation imekwisha ozesha vijana 370 na mwaka huu rais wa taasisi anasema tutaozesha 130. Takbir! Takbir! Ada ya mja hunena, muungwana ni vitendo. Hii ilikuwa ni moja ya ahadi iliyokuwa ikisubiriwa kwa bashasha za nyoyo na macho ya matumaini, mithili ya mwenye safari ya baharini anayesubiri kuiona taa ya mwisho wa pwani baada ya usiku mrefu wa mawimbi na dhoruba. Ni jambo la yaqini na wala sio yamkini. Ahadi hii imewatabasamisha mabwana harusi tarajali na mabibi harusi tarajali wakati huo, na kuamsha ari ya uoaji mithili ya mvua ya kwanza inavyoamsha shauku ya mkulima baada ya kipindi kirefu cha ukame. Baada ya kutolewa ahadi hiyo, kama ilivyo ada, wengi walisubiri kuona kama maneno yale yangelipata miguu ya kuyatembeza na mikono ya kuyatekeleza. Siku zikapita, wiki zikafuatana, na macho ya wengi yakabaki kuelekezwa Al-Hikma Foundation, wakisubiri kuona hatima ya ahadi ile iliyowasha taa ya matumaini kwa wengi. Hatimaye wakati wa vitendo kawadia, Al-Hikma Foundation ikaianza safari rasmi ya kuitekeleza ahadi hiyo kwa kufungua dirisha la usajili na kutoa fomu kwa waliokuwa kitamani kunufaika nafasi hizo za ndoa. Na safari hii mambo hayakuwa kama ilivyozoeleka katika miaka iliyopita. Kwa mara hii waliotakiwa kuja kuchukua fomu walikuwa ni mabibi harusi tarajali kuwachukulia wenza wao tarajali, ishara kwamba hamu ya kuifikia fursa hiyo ilikuwa imevuka mipaka ya kawaida kwa pande zote. Zaidi ya watu 200 walijitokeza kwa shauku kubwa kuwania nafasi hizo. Hata hivyo, baada ya mchakato wa uchambuzi na uhakiki wa vigezo, ni watu 130 pekee waliofanikiwa kufuzu na kuingia katika orodha walionufaika na ahadi hiyo. Tunatazama sekta nyingi. Kwanza tunamwangalia mtu hata kisaikolojia kwamba yuko vizuri, lakini pia tunaangalia swala pia la afya yake kwamba yuko vizuri, kwa sababu tunapoongea na mtu hapa tunagundua vitu vingi sana, kuanzia afya ya kimwili mpaka afya ya kiakili tunaweza tukaifahamu kutokana na sisi kukaa naye hapa kwa muda mchache ambao tunao. Kuhitimishwa kwa zoezi la usaili ikawa ndio mwanzo wa mipango na mikakati ya kuifanya tafriji hii, lakini kama ifahamikavyo, kufuzu kwa watu 130 hakukuwa mwisho wa safari, bali ndio ilikuwa mwanzo wa hatua nyingine iliyobeba uzito mkubwa zaidi, kwa sababu ndoa haisimami kwa ahadi pekee, bali hukamilishwa kwa kutimizwa masharti yake. Ndipo kamati ya ndoa chini ya Al-Hikma Foundation ilipoanza safari ya kupeleka mahari kwa watarajiwa wa ndoa hizi, safari ambayo haikuwa ya kawaida wala ya kukamilishwa kwa kukaa ofisini. Magari yakawashwa, safari zikapangwa, wajumbe wakaanza kuikata Dar es Salaam kutoka pembe moja hadi nyingine, wakibeba amana ya kutekeleza ahadi iliyotolewa mbele ya umma. Si Dar es Salaam pekee iliyoguswa na safari hiyo, kwani baadhi ya watarajiwa walitoka mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Pwani ambako huko kamati ilifika, lakini pia kwa wale mawali ambao walikuwepo Dodoma, Singida, Mwanza, Morogoro, Tabora na Kigoma. Wengi wao walituma wakilishi wao hapa Dar es Salaam kupokea mahari kwa niaba ya familia zao, hatua iliyopanua zaidi wigo utekelezaji wa ahadi hiyo.
kule ambako mahari ilipangwa kwa fedha taslimu, fedha hizo zilikabidhiwa kwa utaratibu maalum, na kule ambako makubaliano yalihusisha samani za ndani, napo watu waliibeba mizigo na kuifikisha ilipokusudiwa. Ilikuwa ni safari ndefu ya jasho na kujitolea, safari iliyoonyesha kuwa wakati mwingine ahadi njema huhitaji miguu ya kutembea, mikono ya kubeba na watu wa kusimamia hadi ifike salama kwenye mlango anayehusika. Ni ukweli usiokanushika kuwa faraja inayopatikana kwa wanandoa hawa hukosa kadiri wala kiasi, faraja ambayo ni adimu kupatikana sokoni, haikuuzwa wala kukopeshwa, lakini Al-Hikma Foundation waliitoa bure buleshi kwa wanandoa hawa, na hizi ni sauti zao baada ya mahari kufikishwa sehemu husika. Mahari imefika, tunashukuru, alhamdulillah, tumetolewa mahari kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, jambo letu limefika. Kwa hili shukrani nyingi sana kwa taasisi ya Al-Hikma Foundation. Mwenyezi Mungu awazidishie riziki, muwe na moyo huo wa kuwasaidia watu. Asanteni sana. Baada ya zoezi la mahari kukamilika, safari ya ndoa hizi haikuishia kwenye makabidhiano na taratibu za kifamilia pekee. Ikafuata hatua nyingine muhimu, hatua ya kujenga maarifa kabla ya kujenga makazi. Kupitia semina maalum iliyoandaliwa na Al-Hikma Foundation, watarajiwa wote wa ndoa hii walikutanishwa chini ya paa moja ili kupewa mafunzo yatakayokuwa taa ya kuongoza katika maisha yao mapya. Na hapa mashehe wakawafunda kwa dhati na kwa uwazi, wakiwakumbusha haki na wajibu wa kila mmoja, misingi ya mapenzi, saburi, mawasiliano na namna ya kuijenga ndoa inayosimama katika misingi ya dini na maadili. Ukiwa umeoa, umepata mke wa kikweli kweli, umechagua vizuri, maana ukichagua vibaya utakuja kusema ndoa ni mbaya. Na wewe mwana wa kike nawe umetulia ukachagua mume vizuri, na hakuna kitu cha kumtuliza mume zaidi ya mke, na hakuna kitu cha kumtuliza mke zaidi ya mume. Mwanamke mwema hazaliwi tu, mwanamke mwema anaandaliwa na kujengwa na mwanaume. Haitowezekana kumjua tabia zilizo kamili, uhakika wa mwanamke alivyo, mpaka umuoe uishi naye. Enyi wanaume, ikitokea wake zenu wakawachukiza nanyi mkawachukia, mfanyeje? Piga chini. La, acheni jazba vijana. Habari ya piga chini hilo alimo. Wakiwachukiza msiwapige chini, wakiwachukiza msiwaache, wakiwazingua msiwazingue, bali fanyeni subira. Qur'ani inasema فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. huenda mkalichukia jambo, kumbe Allah ndani yake kalijalia kheri nyingi sana. Ikiwa watu hujulikana kwa tabia zao, basi miti hujulikana kwa matunda yake, na Al-Hikma Foundation hujulikana kwa mambo yake. Usisahau, hii ni mara ya 5 mutawalian Al-Hikma Foundation inafanya jambo hili tangu ilipoanzisha rasmi mwaka 2023, na ndoa zote hizo ni matokeo ya mashindano makubwa ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni ya kila mwaka, ndipo hutangazwa jambo hilo. Kuozeshwa kwa vijana hawa leo kunafanya jumla ya ndoa 500 tayari zimefungwa chini ya Al-Hikma Foundation tangu ilipoanza jambo hili, ambapo mwaka 2023 iliozesha ndoa 70, mwaka 2024 ikaozesha ndoa 100, na mwaka jana taasisi ikaozesha ndoa 200, 100 zikiozeshwa Bujumbura katika nchi ya Burundi na 100 zikaozeshwa hapa Dar es Salaam nchini Tanzania, na kwa mwaka huu ni 130. Kwa hakika hili ni jambo lililovuka mipaka ya kawaida. Al-Hikma Foundation wamejenga daraja kati ya ndoto na uhalisia, kati ya ahadi na utekelezaji, na kati ya matarajio ya wengi na mafanikio yaliyogusa mioyo ya jamii nzima. Bila shaka jambo hilo lilikuwa ni neema kubwa na fursa adhim kwa wanandoa wote na ahali zao, kwani thamani ya kilichofanywa na Al-Hikma hakipimiki kwa macho ya kawaida. Hili si tukio la leo tu, bali ni alama ya historia, ni darasa la jamii, ni mwanga ulioachwa katikati ya giza la changamoto za maisha ya ndoa kwa vijana wengi. Asante Al-Hikma kwa kazi iliyotukuka. Dunia imeshuhudia, binadamu wameguswa
na stara imepatikana. Ni wachache mno wawezao khiari ya kujikalifu wakati wa taklifu, au wasio na hofu ya kujiadhimu adhama inapohitajika. Mungu aipe nguvu taasisi hii na amjaze jaza njema rais wa taasisi Sharifu Abdul Qadir Al-Ahadal, mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma na dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mwenye enzi na ulimwengu awajali viongozi hawa pamoja na wasimamizi wote wa jambo hili kheri na baraka zisizo katika, wawe mfano wa watu walioota mbawa za kheri, mbawa ambazo zitawafunika wakati wa baridi na kuwapepea wakati wa joto kali. Mola mlezi azilinde nyoyo zao, azitie nguvu katika nia zao, na walinde dhidi ya sumu ya vijicho na mishale yenye husuda na maneno ya wenye kukatisha tamaa. Asante kwa kuwa nami katika safari hii ya simulizi, maneno na taswira. Nimeongea mmeona, nimepita mmehisi, hivyo sina budi niweze kutua tanga kisha nitie nanga, na tutasikizana wakati mwingine palipo na majala ya muumba wa mbingu na nchi. Nataraji kama maji yakikupita hayakosi kukuacha na ubaridi, nami naamini haya maneno yamepita kwenu na kuacha joto la kumbukumbu na tabasamu la ndani kwa ndani. Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Naomba sasa mtuwashie hizi taa tuweze kumalizia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima zote na taadhima, hii ni dokumentari fupi iliyoonyesha namna gani tulivyoliendea hili jambo, na lilikuwa msafara ulikuwa ni mrefu, mchakato ulikuwa ni mkubwa, lakini kama unavyofahamu dokumentari siku zote inatakiwa iwe fupi, na tukaona tukupe picha wewe pamoja na hadhira nzima ili mpate kujua ya kuwa hili jambo huwa linaandaliwa kikweli kweli, na ni jambo ambalo limetengenezewa vigezo na masharti, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo hatimaye tumetimiza ahadi ya ndoa 130 zilizojumuisha jumla kuu 500. Kama ulivyoona katika dokumentari, hatuwaozeshi tu bali tunawafunda. Tuliwafanyia semina wote hawa mabwana 130 na wachumba zao 130, na tuliwaandalia chai na chakula cha mchana, semina siku nzima, na tumewafunda na tumewaelekeza namna ya kuishi na wake zao. Mimi naomba kwa niaba ya taasisi Al-Hikma Foundation nimalizie kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, wito wangu kwa mabwana harusi. Taasisi Al-Hikma Foundation inakuombeni kwa heshima na taadhima, muende mkaishi na wake zenu kwa wema. Nendeni mkawavumilie wake zenu. Wanawake ni hawa hawa, na mwanaume shupavu ni yule ambaye anamvumilia mwanamke au mkewe. Ikiwa hautomvumilia, baada ya miezi 2 au 3 tukaja kusikia katika zile ndoa 10 au 20 zimevunjika, sisi tutavunjika moyo, tutasikitika, tutasononeka, na itakuwa hamjatutendea haki. Ndoa miongoni mwa misingi yake mikuu ni subira na uvumilivu. Tulikwambieni katika semina, hata wazazi wenu na wazazi wetu wasingelivumiliana, mimi na wewe leo tusingelikuja duniani. Baba na mama walivumiliana, na ndio maana tukapatikana sisi leo. Kwa hiyo nendeni mkaishi na wake zenu kwa wema, na ikitokea sintofahamu na mkaona hapana, ili jambo lazima litoke nje ya nyumba yenu, kabla hamjachukua hatua zozote, tunawafungulia milango yote. Njoeni katika taasisi Al-Hikma Foundation. Pana viongozi wazuri wa dini, pana mashekhe na maulama, watakuongozeni kwa mujibu wa dini namna ya kusuluhisha migogoro yenu. Kwa hiyo punguzeni jazba na msiwe na pupa,
na tunasema msichukue hatua kuacha. Mtume wetu anatuambia miongoni mwa kazi za shetani za maizi ni kuvunja ndoa za wanandoa. Kwa hiyo msiende kumfurahisha shetani. Migogoro yenu suluhishanieni wenyewe kwa wenyewe, ndani kwa ndani. Mkiona hapana, mwanaume amekufika shingoni, njoo ugonge hodi katika taasisi, viongozi unawajua, utueleze sintofahamu uliokuwa nayo, sisi tunaweza tukaingilia tukawasuluhisha ili mradi maisha yaendelee. Hili ni ombi letu kwenu. Lakini mwisho, muwapende wake zenu. Miongoni mwa misingi mikuu ya ndoa ya Kiislamu, mawaddatan wa rahma, mapenzi ya dhati na huruma. Msione aibu kuwapenda wake zenu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa siku moja, man ahabbu nnasi ilaik, ni nani mtu wa kwanza unayempenda hapa duniani? Kasema mke wangu Aisha. Hakuona noma wala kokoro. Akaambiwa tukusudie wake zako, tunakusudia wanafunzi wako na wafuasi wako. Akasema ala, basi baba yake na Aisha ndio nampenda kuliko wote. Karudi pale pale. Kwa hiyo nawe kawapende wakwe zako. Ukipenda boga malizia na upenda ua lake. Wapende wakwe zako, mashemeji zako, mpende mkeo, mvumilie mkeo. Ndoa ni ibada kubwa, ni nusu ya dini. Ukiivunja unarudi tena zero, nusu ya dini tena huna, bachela tena. Shauri yako. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, rais wa taasisi amenituma kutoa wito na ombi kwa Watanzania. Mambo makuu mawili. Watanzania, endeleeni kuiombea Tanzania. Tanzania ni katika mataifa yaliyo bora duniani, na kuiombea nchi ni katika mafundisho ya dini. Katika sura ya pili Al-Baqarah aya nambari 126 au 27, Nabii Ibrahim ambaye dini zote zinamkubali, sisi Waislamu tunamuita baba wa manabii, wenzetu wanamuita baba wa imani, alipaaza sauti yake akamwomba Mola wake mlezi akasema, Rabbi ja'al hadha albalada amina, Mola wangu mlezi nakuomba ijalie nchi yangu iwe ni nchi ya amani. Kisha akawaombea maisha yaliyo bora, warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mheshimiwa rasmi, ukiangalia hii aya ya 126 katika sura ya pili, baba wa manabii na baba wa imani Nabii Ibrahim, nchi yake aliombea mambo makuu mawili. Jambo la kwanza amani, jambo la pili maisha mazuri. Lakini cha kushangaza, amani ameitanguliza kabla ya maisha mazuri, kwa sababu anajua fika ya kuwa pahala ambapo hakuna amani hakuna maisha mazuri, hakuna maisha yaliyo bora. Kwa hiyo Watanzania wote kwa dini zenu, kwa kuwa Nabii Ibrahima mnamkubali, Watanzania wote na dini zote, katika mafundisho yake, sunna yake, mwenendo wake, mila yake, alikuwa akiombea nchi yake. Hili la kwanza ni wito wetu wa kwanza. Wito wa pili, Watanzania tuwaombee viongozi wetu wanaotuongoza, kuanzia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Mwanawachuoni mmoja wa Kiislamu anaitwa Al-Fudail ibn Iyad alisikika siku moja akisema, ninaapa lau Mungu angenifunulia nina dua moja tu ya kukubaliwa, dua hiyo nisingejiombea mwenyewe wala kuiombea familia yangu, la saraftuha fi sultani, dua hiyo ningemuombea kiongozi wangu. Akaambiwa kwa nini? Yani Mungu akupe fursa moja tu, ombi moja tu, dua moja tu, badala ya kuomba ya kwako binafsi na familia yako, unamuombea kiongozi wako. Akasema ndio,
lianna fi salahihi salaha ar-ra'iyya, kwa sababu nikimwombea kiongozi wangu akafanikiwa, ndio kufanikiwa kwa raia wote. Kwa hiyo Watanzania tusiwe na desturi ya kulaani viongozi wetu, kwa sababu wakiharibikiwa tunaharibikiwa sote. Sasa mtu mwenye akili hawezi kumlaani dereva wake. Yaani uko ndani ya basi, unatoka Dar unaelekea Mwanza, alafu unamwomba Mungu mlaani yule dereva. Tena afi kabisa kwenye steering. Akifa na utakufa tu, si gari itapinduka. Na utakufa tu. Kwa hiyo Watanzania tuwe tuna desturi ya kuiombea nchi na kuombea viongozi wetu wote kwa ujumla. Huu ndio wito wa taasisi Al-Hikma Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.